Sana mwanamichezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Mimi niko na Captain Kizinga, tunakwenda kuyazungumza yale yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Bwana Captain Kizinga. Naam. Uko poa? Niko fresh. Nzima upo sha? Bwana nianzie hapa ndugu yangu. Jana majirani bwana. Bosi wao Jairut ameamua kwenda kufanya sajili ambayo wana Simba walikuwa wanaitaka. Nataka niulizane na wewe kitu kimoja hapa. Ile ndo X Factor mwalimu alokuwa anaitaka yule mkongomani? Kwanza ngoja nikwambie kitu kimoja. Katika sajili ambazo tajiri alisema atafanya usajili, sio ule. Usajili aliyousema yeye ni mchezaji mmoja kipenzi cha wanasimba. Unakumbuka maneno hayo? Kipenzi cha wanasimba ndio yule. Nukuu mazungumzo ya Jairut kipindi anakabidhi mzigo kwa Simba Sports Club, alisema nitawasajilia mchezaji kipenzi mmoja kipenzi mnayemtaka. Wameenda mbali sana, wakaitumia jezi namba 6 bila idhini ya muhusika. Wakaenda mbali, wakatumia mpaka mandhari ladha za Kizanzibari anakotoka mchezaji mwenye jezi namba 6 ambaye ndio kipenzi cha wanasimba waliokuwa wanamtaka, lakini ngoma ikawa ngumu. Kila mmoja anakuambia tayari fei tayari. Yule ndo alikuwa kipenzi cha wanasimba waliokuwa wengi walikuwa wanamtegemea wampate yule. Na mchezaji ambaye Jairut angemleta watu wakakubali, wakaona kwamba huyu ndio kipenzi, alikuwa ni Alan Okello. Sumemsikia mwenyekiti alizungumza kwamba tulishindwa kumpata kwa sababu ya gharama yake kuwa kubwa. Tumeshindwa kuvunja mkataba. Sasa kama umeshindwa kumleta Alan Okello ambaye pengine ingekuwa sehemu ya kuwatuliza akili zao wana Msimbazi, umeshindwa kumleta huyu. Uliyemleta ni mchezaji ambaye kama umetia hela wewe ni usajili wako pengine kwa kuongeza nguvu, lakini sio kipenzi cha wanasimba. Sio kipenzi cha wanasimba kwa sababu nani anayemjua? Nani ambaye anamjua kwamba huyu hapa? Hata yule aliyemtambulisha juzi ni mchezaji ambaye amecheza na wakina Aziz Ki zamani miaka hiyo. Je, sasa hivi ubora ule anao? Anasema unamweka benchi Pacome. Kumweka benchi Pacome ni jambo moja, lakini jambo la pili ni je, kiwango kile kile anacho? Kwa sababu sio mnakimbilia tu kuchukua mali ambazo zimekwisha zeeka kama ilivyo utamaduni wenu. Je, yaliomo yamo? Kwa hiyo kama mmefanya usajili huo, sisi kazi yetu ni moja tu, kuangalia madhaifu ya huyu mchezaji na sisi tunawapasua. Bwana, Young Africans mchezo wake wa mwisho aliweza kushinda mabao 3-1 kuelekea visiwani Zanzibar, wanakwenda kucheza dhidi ya klabu ya soka ya Al Ahly. Tuanzie hapa performance ya Young Africans. Sikupata muda kuzungumza na wewe. Ulionaje, lakini pia vile unaona mabadiliko ya namna gani katika kiwanja cha Guantanamo New Amani Zanzibar, mchezo wa marudiano dhidi ya klabu ya soka ya Al Ahly, mabingwa hawa? Asante. Kwanza nashukuru, nitumia nafasi hii kuwapongeza benchi la ufundi la Dar es Salaam Young Africans kwa namna ambavyo mwalimu aliingia siku ile ya mchezo dhidi ya Dodoma Jiji. Ni mchezo ambao ulianza kutupa changamoto awali, lakini kwa sababu Waswahili wanasema mtoto hawezi kulala nayo, lakini baadaye mwalimu alifanya mabadiliko ya kutosha, kitu ambacho kilileta faida kubwa sana na watoto wakachezea chuma tatu. Kwangu mimi ni mchezo ambao ulituweka kwenye mwendelezo ule wa kufanya vizuri na kuendelea kuwa na kikosi chetu bora. Mimi nikwambie kitu kimoja ndugu yangu, nikimwangalia Depu, ukimwangalia yani ni striker ambaye amekuja kutibu maradhi sugu katika eneo la ufungaji. Ni mchezaji ambaye amekuja kuionyesha Afrika kwamba mlikuwa mna uhaba wa striker mpachika mabao. Sasa nimerudi kutoka barani Ulaya, nimekuja hapa kuja kuwafundisha namna gani ya kupachika magoli. Depu huyo, na nikwambie, save maneno yangu, save receipt. Depu msimu huu asipomaliza na goli 160, asipomaliza na magoli 160, njoo mimi nikupe 200,000 kwa hizi beki hizi. Depu asipomaliza na magoli 160, njoo. Depu asipomaliza msimu mzima mashindano yote magoli 160, njoo mimi nikupela. Mbona Kizinga nayo kapteni unataka bana wewe bwana. Angalia namna ambavyo anatokea, angalia namna ambavyo anatengeneza nafasi. Yule pale, hebu jiulize, mechi 2 ana magoli mangapi? Ana magoli 3. Sasa piga hizo mechi 2 magoli 3, kuna mechi anakwenda kupiga hat-trick. Mechi ya Simba naamini kabisa anaenda kupiga hat-trick. Umeelewa? Mechi ya Simba Depo kwa zebeki za sajili hizi
Kwa zile beki. Shine the rock. Tena wewe ndo kabisa anageuzwa kama kalanga. Sema mate kwanza chini. Astemi. Sema mate kwanza chini. Mimi si atemi ya mate ndugu yangu. Nikiatema atakuwa dhahama hapa. Mimi nakwambia kabisa wallahi lazim. Mimi nakwambia yule Depu kwa ile beki ya Simba ile atakuwa anawageuza kama kalanga. Pap anatia chuma 3. Sasa piga hesabu. Mechi 2 ana goli 3. Je, mpaka kufikia mwisho wa msimu atakuwa na goli ngapi? Mpaka watu wanaamua kutuondoa KMC. Wewe unafikiri masiara? Bwana afanye taarifa bwana imekuja bwana. Kuhusiana na Young Africans kuondoka katika viunga vya KMC. Mnaendekea wapi sasa? Kama kila sehemu mnafukuzwa. Mmefukuzwa Azam Complex, mmefukuzwa. Wameona moto wa Depu. Mimi nakwambia, sio kweli bwana. Huyu Pididi kaja na madhara. Pididi kaja na madhara. Pididi. Pakome, Depu, Dube. Hii ni hatari kwa afya. Ndio maana unaona ndio imesababisha muondoke KMC. Kwa namna ambavyo watu wameshangilia na kufurahia ushindi dhidi ya Dodoma Jiji. Mabadiliko yaliyokuja kufanyika, spidi waliokuwa wanapelekewa wale watoto mpaka wakachanganyikiwa. Ile spidi ni hatari. Ile spidi ni zaidi ya bunduki. Sasa kama hali kama ile utashindwa kufukuzwa she. Ndio maana mimi nimesema kama itawapendeza bodi ya ligi, TFF, tafuteni timu ambayo ina uzito wa kulingana na Yanga. Hizi timu za kawaida Simba, sijui na Mungu, sijui watu gani, hawa sio size yetu. Ni matumizi mabaya ya burudani. Ni matumizi mabaya ya burudani ambayo tunamkanda mara 6. Tunacheza na Dodoma Jiji, huyu mara mwisho Dodoma Jiji kutusumbua lini? Yaani hakuna anayetusumbua. Ligi kuu. Ndio. Azam naye. Azam mtoto mdogo tu huyu. Azam mtoto mdogo sana. Mtoto mdogo. Yaani kidogo ambaye anaweza kaja ni akaisumbua mahakama kidogo, lakini mwisho wa siku jela inamuhusu. Ndio Azam. Yaani sisi wakati tuna kilo 100, Azam anakuwa na kilo zake 90. Yaani huyu kidogo na anatufuatia, anatukaribia. Lakini sio watu wengine. Mimi na kilo 100, Simba na kilo ngapi? Wamesajili vyuma kweli msimu huu. Hakuna msimu ambao hawajasajili vyuma. Wamesajili mpaka matofali, mimi nakwambia. Hakuna msimu ambao Simba hajasajili vyuma. Amesajili matofali, amesajili nondo na vyuma. Amesajili wachezaji warefu kuliko goli. Wao kusikia. Mwisho wa siku Bwana, mchezo unaofuata wa Young Africans kwenye ngome ya kimataifa dhidi ya Al Ahly, mchezo utakuwa ni marudiano. Mchezo wa kwanza Young Africans alipoteza kwa jumla ya magoli 2. Ahly wanaelekea Guantanamo visiwani Zanzibar, New Amani Zanzibar. Wameshuka na kila kitu ndugu yangu, maji ya kwao, wameshuka na madiaba ya kwao, wameshuka na mashabiki wa kwao, wanaelekea Guantanamo. Taarifa ambazo mimi ninazo na ndo utamaduni wao sasa hivi, mara baada ya kuona wamekuwa wakiadhibiwa sana katika ardhi ya Tanzania, waliamua kuja na mfumo wa kuwa wanakuja na kila kitu cha kwao. Sasa nani alikuwa anawafunga mara nyingi? Simba mtani wenu? Sio Simba tu. Nimeanza mimi. Nimemfunga. Fuatilia 2014. Nimemkanda mimi National. Anatia kichwa kona, anapiga Simon Msuva, goli anafunga na Dira Rubu Kanavaro. Benjamin Mkapa pale. Sisi ndio wa kwanza kuwashirikia National. Wakafuata Simba. Sio, umeelewa? Kwa hiyo huo ni utamaduni wao. Lakini tuambie, utakuja na Vialwa, utakuja na Tende, lakini still ardhi bado ni ya kwetu sisi. Kwa lazima gereza lile utaingia. Yaani ni gereza ambalo tumezungumza. Guantanamo ni gereza ambalo lina mlango mmoja wa kuingia, lakini kutoka utatokea wapi shehe wangu? Guantanamo ni mlango mmoja wa kuingia, kutoka hakuna. Si umeelewa? Kwa hiyo niwahakikishie wana Yanga wote popote mlipo, ni wakati sasa wa kushikamana kwa pamoja, twende tukamshughulikie Mwarabu. Twende tukamwonyeshe kwamba hii ni Yanga ambayo imeupiga mpira mwingi nyumbani kwako, lakini wewe umepata nafasi zako 2 umezitumia, lakini sisi ndio timu ambayo tumetengeneza clear chance nyingi kuliko hata wewe, na wewe unajua kwa uwezo tulioonyesha sisi, na Amina atakuja kupaki kibasi, na akipaki basi sisi tunakwenda kulifungua lile basi, tunaingia ndani yake. Bwana, nyinyi amuone majirani kufuzu kuelekea hatua inayofuata? Simba majirani zenu kwanza niwapongeze sana. Simba niwapongeze sana, miongoni mwa binadamu wenye roho ngumu kuwahi kutokea ulimwenguni ni pamoja na Simba. Viumbe wenye roho ngumu kuwahi kutokea ulimwenguni ni pamoja na Simba. Imagine timu haina hata alama moja. Saa hizi wanakuambia ina mchezo wao. Inawezekana tukaenda robo finali. Sitakuwa dunia itashangaa.
timu ambayo imesababisha ligi yetu imeshuka. Wameshusha ligi yetu ya NBC. Ndio Simba wameshusha? Ndio. Kapteni. Simba ndo wameshusha ligi yetu ya NBC. Msimu wa wao kuishusha, Simba anaporomoka mpaka nafasi ya 3 kwenye ligi. Anaporomoka nafasi ya 3 kwenye ligi, anaangukia shirikisho. Tena kwa kubebwa na Yanga. Na akafika mpaka fainali. Huko shirikisho kwa watu wote ambao hawajui. Yaani wewe umeenda shirikisho ukiwa nafasi ya 3. Hao Berkane wamekwenda shirikisho ukiwa nafasi ya 3. Lakini nyinyi hamjafanya makubwa kama aliyofanya yeye Simba kwenye klabu bingwa. Yaani wewe kuwa nafasi ya 3 ni sehemu ya kuferi. Toka lini mwaka gani ukasikia Simba amemaliza msimu yuko nafasi ya 3? Lini uliwahi kusikia? Simba amemaliza msimu kwenye ligi yuko nafasi ya 3. Mbona Young Africans alimaliza ligi yuko nafasi ya 3? Nakuuliza wewe, toka lini ulisikia Simba yuko nafasi ya 3 kwenye ligi? Yaani ligi ameishia nafasi ya 3. Hujawahi kusikia. Kwa hiyo ina maana tunasema ni kufeli. Kwa hiyo kama Yanga naye pia alishashika hivyo hivyo. Nakuuliza kuhusu Simba ujue kwanza. Kwa wakati huo Yanga alikuwa bingwa. Sasa ukija kuangalia wewe umekwenda kwa sio utamaduni wako. Simba ambaye yuko nafasi ya 5 anafika mbali robo finali, ni kama nyumbani. Makundi kuingia makundi klabu bingwa ni kama home. Lakini anashindwa kwenda klabu bingwa. Anakwenda shirikisho. Amefeli. Msimu unaofuata Dar es Salaam Young Africans ndio inambeba, anaishia nafasi ya 2. Kama kafu wangeamua kusema michuano hii ya klabu bingwa wanakwenda watu ambao wana vikombe tupu, wale mabingwa wa klabu bingwa, yani wale ambao ni mabingwa kwenye nchi yao. Kama kafu wangeandaa utaratibu huo, ina maana Simba alikuwa haendi kokote. Lakini Yanga imembeba Simba kwenye kipande hichi na sheria na kanuni za kafu. Kwa hiyo sasa kama sio sisi kumbeba yeye, ina maana asingekuwa hapa alipo. Kwa nyinyi mnawabeba mpaka naanza. Amekuja huku, Simba amekuja huku kwa sababu ya ubovu aliokuwa nao na anaendeleza ubovu wake. Kama umeshuka mpaka kuwa nafasi ya 3 ukaenda shirikisho, huku ulikokuja ni kwenye show za wanaume. Wewe mvulana kaa huko. Na ndio maana mimi nilitamani kuona CAF wangefanya kwanza kidogo research. Hawa watu mnaowaleta huku uwezo wanao? Unajua hii ni klabu bingwa, lazima ulete timu ambazo zina uwezo wa kushindana na kupambana. Unatuletea timu ambayo ni dhaifu, inakuja kuwa haina alama moja. Iwe nyumbani gawa utamu, iwe ugenini mwaga utamu, iwe wapi we gawa tu. Tangu nimezaliwa mimi nilikuwa sijawahi kuona Simba ananyanyasika kwa hata mbele ya Azam. Tangu Simba anafungwa na watoto wa Azam under 17. Hapo timu ndio ikakuwakilisha nchi. Taifa limeingia hasara, wallahi nakwapia. Taifa limeingia hasara kuwakilishwa na mtu kama huyu mbovu. Toka lini Tanzania sisi mtu mechi zote hizi hata alama moja hana? Alafu watu wanatoka vifua mbele kama wamekunywa uji wa ulezi, anakuambia inawezekana. Wewe umepewa nini na Mangungu wewe? Shukrani sana ndugu yangu bwana. Asante sana. Kila la heri. Asante sana.